Naam, karibu mtazamaji wangu wa channel ya Rwena Akili Huru. Leo kuna jambo mahususi nataka nikushirikishe. Jambo lenyewe linahusu hao kina dada ambao wanachukuliwa kwenda kufanya kazi za ndani maarufu kama house girl, na vijana pia wa kiume maarufu kama house boy, au wengine wanaenda kuwa shamba boy, wale wanaokata nyasi, wengine kazi za kwenda magetini. Kifupi tu kazi mbalimbali ambazo za nyumbani, zile kazi ambazo hazihitaji elimu kubwa wala nini. Sasa kuna tatizo, hawa watu wakichukuliwa na hawa waajiri wao, wakifika huko mjini kwenye maeneo ya kazi, huwa wanateseka, huwa wanateswa sana. Wanafanya kazi nyingi tofauti tofauti na zile ambazo walikubaliana, na pia hawapewi chakula, wananyimwa chakula au wanapewa chakula kiasi kidogo sana, na huwa wanatengwa. Kuna wakati unaweza kuta house girl anaambiwa asije kukaa sitting room na wageni, akae tu jikoni. Ina maana ni mtu ambaye anadharauliwa, wakati ni mtu ambaye anaibeba hiyo familia, wakati ni mtu ambaye ndio msaada kwenye hiyo familia, anayezingatia chakula chao, anayezingatia mazingira yao ya usafi. Sasa hiyo hali inawafanya mabinti wanaishi katika mazingira ya unyonge sana, jambo ambalo nyinyi wazazi huwa hamlijui, kwa sababu hamna tabia ya kwenda kukagua sehemu ambazo watoto wenu wanafikia, na hamna tabia ya kufuatilia tabia za hao waajiri, kujua wana tabia zipi, kitu ambacho kinafanya watu wanateseka sana. Wakifika mijini wanateseka sana. Sasa ninachoomba ni kitu ambacho nilipenda kwa hasa wazazi, muwe mna tabia ya kwanza kutafuta kujua tabia za hao waajiri kabla hamjawaruhusu kuondoka na watoto wenu wa kike na wa kiume, na pia muwe mnatembelea hayo mazingira yao ya kazi, muwe mnatembelea kwa kushtukiza mara kadhaa, ili kuona wanaishi kwenye mazingira gani, ili kama wanapitia changamoto muwe mnaweza kuwapa msaada wa haraka mapema zaidi. Sasa kuliko mnavyokaa tu, matokeo yake unaweza kukuta kijana wako au binti yako akawa anaishi mazingira magumu na wewe huna taarifa, na mshahara wenyewe pia apewi, wakati wewe ulimruhusu ukiamini kuwa atapata mshahara, atapata pesa, ataenda kubadilisha maisha yake, ataenda kuanza maisha mapya, na anaweza akaja kuwa msaada siku za mbele. Kwa hiyo hizo ndo mambo ambayo ni moja ya mambo ambayo ningependa muyajue na muyafuatilie. Pia napenda kuambia watazamaji wangu, hii channel yetu mpya, msisahau kusubscribe, msisahau kulike, kushare na kucomment. Na pia ningependa kujua maoni yenu. Je, kipi mnakipenda, kipi hampendi, kipi niboreshe, kipi tuweke vizuri zaidi? Na maoni yenu yana manufaa makubwa sana katika kuboresha hii chaneli. Asanteni sana. Ni mambo machache tu ambayo nipenda kushirikisha siku ya leo. Naamini kwa pamoja tutafanya vitu vizuri zaidi na maisha yatakuwa bora zaidi. Asanteni sana.